kuna umuhimu gani watu kufahamu fiqhul awlawiyat? Nini sisi kitu gani? Ni kibwenga hii nyanga. Sababu break ishafeli, sina namna. Au hapa Mercedes Benz au BMW. Hapa nikigonga taa yake peke yake milioni 2.5. Na yenyewe nikipiga pale nakabiliwa na deni pengine la hata milioni 80 au kuendelea. Lakini hapa hiyo gari yenyewe mpya haijafika milioni 20. Unapita na piga hii. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua bana, kipaumbele changu cha kwanza nitaunganisha hawa, nitajenga msikiti, yale mambo ya kwanza moja kwa moja haikuwa masala ya jihadi, moja kwa moja haikuwa masala sasa tuwasomeshe watu sijui nini. Ndio maana utakuta Mtume Mwenyezi Mungu katika vikao vya kawaida alikuwa kanuni yake yantahi yajlisu haithu mantaha ilayhi almajlis. Kakuta kikao pale watu wamekaa pale penye nafasi ya mwisho watakae. Ni muhimu kuliko huyu ambaye nafsi yake muallaq anadaiwa, hamjafikiria namna ya kumkomboa, unafikiria kusoma 40. Ni watu wapuuzi kiasi gani? Wewe sasa ukipewa nafasi wewe kama Sheikh Twabani utoe vipaumbele vya jamii ya Waislamu wa Tanzania, ungetoa vipaumbele gani? Niseme wazi bila kujingata kwamba tunachosumbuka sisi hatuna ikhlasi. Hatupendani kwa ajili ya Allah. Watu wanaojenga banda moja hawagombei fito hata siku moja. Hata siku moja. Ndio maana mimi huwa nasema mara nyingi hawa mashekhe zetu onea buji, gombe, ogopa. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Mafahim Podcast. Karibu katika kipindi kipya ama halaka mpya. Na mara nyingi tunapenda katika msimu huu ambao tupo ama katika nyakati hizi ambazo tupo, kuna mambo mingi ambayo yanazungumzwa hasa kwenye mitandao ya kijamii. Mashekhi wanazungumza mambo mingi. Tuanze na lipi? Tushike lipi tulipe kipaumbele, lipi tuliache kwanza? Haya ni mambo ambayo yapo na mambo ambayo yanatutatiza kila siku. Ndiposa tukaja na mada hii ama unwani hii, fiqhul awlawiyat. Fiqhi pengine ni ya kipaumbele, mimi sijajua tafsiri yake kwa undani, lakini ni fiqhul awlawiyat. Na mara nyingi hata wewe imeshawahi kukukuta unaswali sunna kwa mfano, alafu kuna mtu anahitaji msaada, kipi ukitangulize? Nikupe mfano wa juzi ambao ulileta gumzo kubwa sana, na tutaingia ndani zaidi. Wakati kulikuwa kunataka kutokea matatizo, watu wengi walikuwa wanasema tufate haki ama tufate amani, ipi tuichukue ya kwanza, amani ama haki? Haya ni mambo ambayo sisi kama Waislamu tunakuwa tunachanganyikiwa, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Je, sheria kama sheria imeleta vitu gani ama imeweka vitu gani ili kutuelekeza sisi kipaumbele chako wewe, ikitokea hii na hii chukua hii, ikitokea hii na hii chukua hii? Ndipo tukamleta hapa Sheikh wetu Sheikh Twaha Bane, ambaye yupo hapa kwa ajili ya kutupitisha katika lisali moja hili, kutuelezea mambo machache kuhusiana na fiqhul awlawiyat kwa lugha nyepesi, lugha ambayo mimi na wewe tunaweza tukaifahamu. Sheikh, karibu sana. Asante sana na washukuru kwa kunikaribisha. Na nataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaelekezana kile ambacho Allah ametufungulia kukijua, na nataraji kwamba tutanufaika. Amin. Sheikh, tunazungumzia fiqhul awlawiyat. Kama kabla tujaingia ndani lazima tufahamu. Mimi sijui niite ni kipaumbele ama ni fiqh, sijui ya moja kwa moja. Fiqhul awlawiyat hasa ni nini? Neno fiqhul awlawiyat linatokana na neno aula. Yani neno aula linamaanisha bora zaidi ya kingine. Bora zaidi ya kingine. Yani kuna kuzidiana. Hiki bora kwa maana chafaa, na hiki pia bora kwa maana chafaa. Lakini haviko 50 kwa 50. Inawezekana kuna kimoja 50 na nukta kadhaa, na nyingine 49 na nukta kadhaa. Sasa kile ambacho kiko juu tunasema hiki ni aula kuliko hiki hapa. Kwa maana hiyo tunaposema fiqhu al-awlawiyat
neno fiqh litabaki kwenye maana ile ile tunayojua ya kwamba ufahamu sahihi. Tusiwachoshe watazamaji wetu pengine kwa kupitia Kiarabu, lakini kama tunavyojua fiqhu kwenye lugha lina maana alfahmu. Ndio. Bali vizuri zaidi alfahmu daqiq. Kufahamu kitu kwa kina. Kwa kina. Ndio inaitwa fiqh. Ukiniuliza wewe na jina lako Twaha, hiyo sio fiqh. Ingawaje nimefahamu. Ndio. Na ni kweli Twaha, lakini haiwezi kuitwa fiqh. Tungekuwa na mafuqaha wengi basi. Sasa kwa hiyo fiqh maana yake katika lugha ni alfahmu ad-daqiq au alfahmu, na limetumika sana katika Qur'ani. Fama li haula alqaumi la yafqahuna falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din, mpaka mwisho. Kwa hivyo fiqh maana yake ni ufahamu ulio sahihi. Sawa sawa. Na al-aulawiyat ni wingi wa neno aula. Sasa al-aulawiyat, vitu vinavyopewa nafasi ya kwanza kabisa. Na kwa Kiswahili kama ulivyotamka, umetamka vizuri kabisa, ni vipaumbele tunaita. Vipaumbele. Yaani maana yake unakuwa vitu mbele yako vyote vinafaa na vinahitaji kutekelezwa, lakini huwezi kuvitekeleza kwa mkupuo. Ndio. Lazima kiwe kipo kilichoanzwa. Na ndio maana hata katika lugha ya utani huko mtaani watu wanazungumza, bwana haiwezekani mtu Mwenyezi Mungu ameanza na wake wawili, lugha ya mtaani hiyo. Hauwezi kwanza unaanzaje wawili? Unaanzaje wawili? Huyu hapa wali na huyu wali wamekushika moja mbili, nimekuozesha, nimeoa. Haiwezekani. Lazima kutakuwa na wa kwanza. Na ndio maana tukutana Nabii alikaa Nabii Khadija miaka kadhaa. Ndio. Jambo nzuri, lakini lazima tuzungumze kiukweli. Manake kuna uborongaji wengine unawapeleka watu resi, kesi hazishi mtaani huko. Mtu alikuwa hawezi hata mke mmoja, sasa ashapitiwa pressure, anajua kwanza na mmoja haiwezekani, sio dini. Anaparamia mambo, maskini anadhania ni hivyo, lakini huko siko. Lakini kwa kweli tunakosea kuwaharibu watu kiasi hicho. Sasa fiqhul aulawiyati ni umuhimu wa kuwa mtu unauelewa na ufahamu sahihi, kujua vipaumbele nini katika maisha. Na hii hapa hatuishii tu katika macho ya dini. Ndio. Kwa maana yale tunaona ya dini moja kwa moja, lakini kwa kweli maisha ya binadamu yote yanatawaliwa na vipaumbele. Ukivikosea umeyaboronga maisha. Tunaamini kwamba Mtume Mwenyezi Mungu alipitaje katika kuyaendea mambo. Ndio. Aliyachukulia mambo yote yanafanyika katika sura moja na mtiririko mmoja, au tuliona hasa mbele ya hili na yesema iwe hilo na sio hili. Hata katika ufikishaji ilikuwa, kwa sababu fiqh al-awlawiyati haiwezi kuwa kwa mtu ila mtu ambaye aniufikiri mara kadhaa kabla hajatenda. Kama unakurupuka huwezi kuwa na unaweza mtu, kwa mfano Allah tustiri, mimi na wewe tunaongea, unaweza kuuliza mimi naweza kata nikakuua, usinichezee bwana, potelea mbali nikafie jela. Sasa kama nitafikiria madhara ya kuua, halafu nikafikiria kufia jela, na hata nikikaa jela mbele ya Mungu bado kuna shida nyingine, basi hata kama ilikuwa umenitukana ile tusi, ningeona bora kutukanwa kuliko kuyaendea haya kuua ya kukaa jela. Ndio maana kasema kwamba hawezi mtu kwenda na al-aulawiyati au akawa na fiqh al-aulawiyati ila ni mtu ambaye ana muda wa kufikiri. Ndio unaweza ukagrade hili na hili nini. Na hii kama tutakavyoona mifano mingi tutakayetoa, na tutapenda tutaishi sana na mifano ili mtu aone. Ndio. Uchumi unahitaji al-aulawiyati. Ndio. Hii barabara kule kuna zahanati. Kweli kule kwenye ni kijijini sio mjini. Lakini kule kuna zahanati. Wanaenda watu ambao hata kwenye baiskeli akijikita hivi ameongeza maumivu. Ndio. Na huku kuna barabara iko mjini, lakini huyo anaenda dukani, watu na afya zao, yule anaenda mpirani na afya yake. Uwezo mdogo wa serikali hizi kilomita 5 kwenda mpaka pale uwanja wa mpira zitiwe lami, au hii zahanati ni kijijini kabisa bushi huko, lakini uwezo wa serikali ni moja ya mawili, ima barabara hii kwenda uwanja wa mpira au hii kwa zahanati. Ni dhahiri hii hapa. Kwa sababu hawahimili mikiki ya mashimo wala hivi wala hivi.
Lakini hawa watu wanacheza mpira wenyewe wanakwenda jogging mbio, wanajimudu kweli yote mahitaji ya nchi. Lakini lazima priority lazima tuanze na huku. Kwa sababu huku kwanza tunapambana kuokoa maisha ya mtu. Lakini pili, mtu mwenyewe hiyo kwenda hata kwa baiskeli, kwa pikipiki, namna ya makorongo yalivyo, tunamuongezea shida. Sasa kwa kweli hata katika mambo ya kawaida ya kutolea maamuzi, ngazi ya familia, ngazi ya kijiji, ngazi ya kitongoji na kupanda juu mpaka tunafikia taifa, al-awlawiyati ni kitu cha lazima sana. Ni wakati gani unafikiria ufanye hiki au hiki? Kwa sababu hata serikali ingekuwa inaongozwa na manabii singeweza kufanya mambo yote kwa wakati mmoja. Ingejikuta inalazimika kuwe na vya kuanza na vije baadaye. Hata kama pana lazima kuharibika, unaona kabisa kwamba nikifanya hivi, hii mimi ni driver, Mungu atustiri, hapa breki ishafeli, niko gengeni kabisa hapa. Watu wanakatiza, wale pale walevi wanakunywa pombe, nikilenga hapa nimezoa wale, nimeumiza. Wale pale maskini vijana wanakatiza, wanaenda shuleni, na watu wazima wameweka vifaa vyao, wanauza maandazi, chapati, lakini hapa sina salama, lazima niumize watu. Sasa nilenge hawa walevi ambao tokea hapo hawapendi kuwa na afya njema au hawa hapa watu wazuri, basi sheria inakutaka ulenge hapa. Sababu hawa hata wakidhurika madhara yapo, wana jamii zao, wana familia, lakini madhara ni madhara. Ndio maana tutakuta ile kuna kitu kinaitwa akhafu dhararaini. Ukijikuta kwamba wewe lazima ufanye madhara, hakuna namna ya kukwepa, ima hiki au hiki, lakini lazima madhara yatokee, basi sheria inakutaka uamue kufanya leni ahueni kidogo katika madhara mawili. Hii hapa gari iti nini vitsi si kitu gani, nikibwenga hii nyanga sababu breki ishafeli, sina namna. Au hapa Mercedes Benz au BMW, hapa nikigonga taa yake peke yake 2.5 na yenyewe nikipiga pale nakabiliwa na deni pengine la hata 80 au kuendelea. Lakini hapa hiyo gari yenyewe mpya haijafika 20 unapita na vitsi, piga hii. Sasa kwa kweli yenyewe ni huwa alfiqhu alladhi yu'na, ni fiqhi ambayo inashughulika bitartibi al-a'mali wal ahkami, kuratibu na kupangilia matendo na ahkami. Yani ina maana hata kama unajikuta wewe unatakiwa utende, ili hapa ni la wajibu, lakini ukitenda wajibu lile la sunna kule litakupita. Hapa kuna tendo nataka nifanye nikachinje mbuzi wa hakika, lakini hapa kuna jambo la wajibu, nikienda kule hili limefeli, wacha lifeli hili la sunna, lakini la wajibu lichukue nafasi yake. Kwa hiyo ni fiqh inalenga mambo hayo, na inalenga pia kuangalia maslahi. Kweli hili ni maslahi na hili ni maslahi, lakini yepi maslahi makubwa zaidi kuliko haya? Huwezi, na ndio maana ushangaa sana, waweza kuta mtu msikitini amechelewa kwa sababu zake mwenyewe, iwe za bahati mbaya, iwe za makusudi, ndio umechelewa. Kuna sunna mtu ya kuwahi safu ya mbele, kwa sababu safu ya mbele ujira ni mkubwa zaidi kuliko za nyuma. Ndio. Lakini kuna dhambi ya kuudhi watu washajipanga vizuri, sio kuna uzembe labda kuna mahali pawazi. Washakaa vizuri kabisa. Unaenda ndugu yangu una adjust watu 10 kushoto ili upate mahali kwanza pa kutia mguu tu. Na una adjust watu kuliani, jamaa sogea, wanasogea wote karibu watu 6 ndio wanaweza kupata nafasi ya wewe kuweka mguu. Baada ya hapo unajichomeka, kila mmoja kama ana pneumonia hawezi hata kupumua kwa sababu umewaminya. Jambo hili ni dhambi, wapo wanaoliona haramu, ingawa unakwenda kwenye fadhila ya safu ya mbele. Ingawaje unakwenda, wapo walioliona ni haramu, wapo walioliona ni makuruhu, lakini haliko kwenye kundi la yanayotakiwa kufanywa. Sasa kama mtu anafanya jambo makuruhu au la haramu ili akapate sunna, huyo ameshindwa kujua vipaumbele. Ilibidi, na ndio maana utakuta mtu Mwenyezi Mungu katika vikao vya kawaida alikuwa kanuni yake yantahi yajlisu haithu mantaha ilayhi almajlisu. Kakuta kikao pale watu wamekaa pale penye nafasi ya mwisho atakaye. Hasumbui watu ili apate kwenda mbele ya safari kule. Lakini sasa utakuta mtu anakufa, mtu anaacha madeni mengi tu, madeni yapo, madeni anadaiwa
Tena unaambia ndugu jamani, mzee huyu katika kujiuguza alikopa anadaiwa 5,000 6,000. Inshallah tutafanya maarifa tutakapokuja uza nyumba ile baadaye. Lakini leo hizi tufikirie 40 itakuwa lini vile? 40 yenyewe haijathibiti kuwa ni sunna. Lakini ili tuende vizuri tujalie ni sunna. Sawa. Hivi ni muhimu kuliko huyu ambaye nafsi yake muallaq anadaiwa. Hamjafikiria namna ya kumkomboa, mnafikiria kusoma 40. Ni watu wapuuzi kiasi gani? Sasa hii yote ni athari za kutojua vipaumbele katika mambo. Kwa hivyo mambo ya kuzingatia ndio utakuta tutaishi sana leo na mifano katika nukta hii kuona mtu wa Mwenyezi Mungu katika kila kitu. Anakuja mtu anamuuliza, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni suhbati? Kuja kijana, mimi nina baba na mama, lakini nani ana haki zaidi kufaidika na mimi? Wote wana haki, lakini ahaqqu, anamwambia ummuk. Ummuk mara ya mwisho, kisha baba yako. Sasa kwa maana hii watu katika kuishovu, kuna kipindi hapa wasanii wetu waliotengeneza swali, mtu ana uwezo wa kumuokoa mtu mmoja katika hatari. Ima mwanawe, ima nane, si ima baba, ima mama, si mke. Hawezi, akimuokoa mke wanakufa, baba, mwana, mama wote wamekufa. Akimuokoa mwana, mke, baba wote, yani ina maana uwezo wake ni huu, au muokoe nani? Wasanii hao waliimba wimbo ulikaa, hakukuwa na michango sahihi, kila mtu alikuwa anafikiria labda jambo liko wazi, muokoe mama yako. Habari imeisha hapa. Huyo mke nini waende. Ndio. Baba hana mbadala, mke ana mbadala, mtoto unaweza kupata, lakini la msingi tu hatuangalii nani ana mbadala, tunaangalia nani kweli ni ana kipaumbele zaidi. Kipaumbele ni mama. Sawa. Bali shekhe, hata kama wanapigana wamekosana, wewe ingilia kati, wazee wangu acheni mambo kama haya. Ikiwa hakuna namna, uko wewe peke yako na umeshindwa, baba anamkunguta mama na mama anamkunguta baba, wanakungutana, wewe pambana kwanza kumuokoa mama kwanza asikungutwe. Ana haki zaidi. Ina maana unamjali mama yako, ambia hapana baba, nawe nakujali, lakini wewe kidume zaidi, utaniulia mama. Kiujumla iko katika sura hiyo. Tunapozungumzia sisi fiqh al-awlawiyati ni kwamba Muislamu anatakiwa awe, na hata mtu wa kawaida sio kwa Muislamu mwingine, anatakiwa awe na ufahamu sahihi wa kujua aanze nini, kifuatie nini. Asipoweza mtu kufanya hayo, hawezi kufanikiwa. Kwa lugha yenu vijana, hatoboi. Si katika uchumi, si katika elimu, si katika kitu chochote. Kama hajui mtu aanze kipi, kifuatie kipi, hawezi. Wazo kaamka wewe asubuhi, wewe una kipato kidogo, unaambiwa kabisa waziri wa mambo ya ndani pale kwako anakupa menyu yake, bwana leo hakuna unga, hakuna mboga, wala hakuna mkaa wala chochote. Sawa, inshallah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata. Umetoka. Umekuja huku mjini katika pirika zako, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia umpata shilingi 2,000. Unaenda pale meza ya samaki ukaanga, bei gani? Hapo shilingi 3,000, hapo shilingi 2,500, hapo dogo shilingi 2,000. Unanunua samaki unapeleka nyumbani. Wewe mwenda wazimu kabisa. Nunua kilo ya unga, watakoroga hata uji, wataenea wote wale, hata watoto 20. Ni kweli. Hii ni kujua kipaumbele. Ni kuangalia kipaumbele. Uji watakunywa wote. Hata kikuwa na mgonjwa atashia, maana ndio chakula anachokipenda mgonjwa, uji. Na kununua kipande cha samaki cha ukaanga shilingi 3,000 na udinacho, wewe unazezeta. Hujifahamu. Sasa ulitaka mifano, Mtume sallallahu alaihi wasallam ulisema naam, hata katika dawa utakumbuka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kiongozi wa kada zote, tukimaanisha kiongozi wa kiroho, swala zote, ibada zote anaelekeza yeye, lakini pia ndio mwenye mamlaka ya kidola, ndio muamuzi na kila kitu. Wa kuadhibiwa yeye ndio atakayesema afanywe nini na nini na nini. Ilifikia kipindi Uislamu umekuwa, umepanuka. Alimtuma governor Muadh ibn Jabal kwenda Yemen. Aende Yemen kule
kama wanaofanya viongozi wetu kutuma watu katika majimbo, wewe utakuwa mkoa mahali fulani, lakini katika kumwelekeza cha kufanya alizingatia kipaumbele. Ndio. Alimwambia innaka ta'ti qauma ahla kitab. Angalia hata kipaumbele cha kwanza utaona sio tu akafanya nini, kumwambia aina ya watu anaowaendea. Manake hapa Makka ni watu ummiyin, Waarabu wale wakiabudu masanamu, si wana taaluma kiasi hicho. Lakini kule Yemen kuna watu walikuwa wajanja tayari, wana maarifa walioarithi, anajua kuhusu Injili. Ametaka hata kisaikolojia amuandae kwanza, ajue kwamba kule mazingira ni tofauti na hapa Makka. Innaka ta'ti qauma ahla kitab, wewe unaendea watu wa kitabu. Sasa ukishaenda kule, sio mtu ata imani hana unamwambia swali, hajakuwa na imani unamwambia mtu atoe zaka, hajakuwa na imani unamwambia mtu akahiji. Ambia hapana, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi. Hadithi muttafaqun alayhi, imeafikiwa na Imamu al-Bukhari na Muslim, na imekuja katika matamko mbalimbali, lakini moja ya matamko falyakun, na liwe awwala ma tad'uuhum ilayhi, la kwanza utakalo walingania shahadat, kushuhudilia na kukubali uwepo wa Allah. Kisha kwambia fa inhum ata'u laka bidhalika, ikiwa hao watakutii kwa hilo, wakakubali kwamba yuko Allah, basi waambie huyo Allah huyo amefaradhisha sala 5. Nayo pia nayo pia hapa kazingatia kipaumbele, hakutaja zaka, na ni kwa makusudi. Zaka inahitaji mali, kujiumiza kidogo utoe chako. Lakini ambayo afatishia ibada ambayo haina hata gharama ya fedha, ni sala 5. Wakikubalia hilo, basi waambie Mwenyezi Mungu amefaradhisha sadaka kwa maana ya zaka. Kenda naye hivyo hivyo, wakikutii hilo la kutoa zaka, wewe sasa ni mbabe, una uwezo wa kwenda kwa mfugaji, mfanyabiashara, ukamwambia tutoa hicho na hicho na hicho, lakini naye akawa hana cha kukataa. Sasa kwa kuwa mfugaji anazalisha, wewe ukaenda kuchukua wanyama pale wa zaka, usimkomoe ukachukua wale wanaozaa sana ukamwachia vile vyokonda konda vile vya kuganga. Chukua wanyama wenye mazingira ya kati na kati kiafya na hivi na hivi. Ndio akamwambia fa inhum ata'u laka bidhalik, ikiwa hao watakutii kwa hilo, fa iyaka wa karaima amwalihim, tahadhari, usichukue wale wanyama ambao wanazalisha mno ukawatoa zizini, huyu kama unatakiwa kutoa 10 wote ni aina hiyo. Hapana, chukua wastani, ili unaondoka na huku yanaendelea kuzalisha, usimkomoe. Lakini kenda mbali kwa kujua huyu madamu ana madaraka huyu, huko yeye ndio muamuzi na ndio mtenda kila jambo. Akamwambia vile vile wa iyaka, alipombea wa karaima amwalim, akamwambia wataki, ogopa, chukua tahadhari sana. Ogopa nini? Da'watal madhlumi, apizo la mtu mdhulumiwa. Unaweza kumwonea mtu na hana pa kukimbilia, wewe ndio kila kitu bwana. Lakini ogopa kwa madaraka ulionayo, na kuhusia ogopa sana da'watal madhlumi, dua kwa maana apizo la mtu aliyedhulumiwa. Ukiwa watu utawatendea isivyo halali, isivyo haki, kwa sababu ya mamlaka ulionayo, hakuna wa kukuuliza katika ulimwengu huu, ogopa sana. Huyo mtu huyo akilalamika, fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijab, hakuna kizuizi, litaenda moja kwa moja. Tulipotaka kuangalia hapa, kipaumbele kilikuwa katika kila hali. Anza na hili hapa. Angeanza mambo ya utoaji mali, mambo ya nini, wangekataa mwanzoni kabisa. Huyu Muadh Sheikh, si ndo ambaye aliswalisha sala ndefu, alafu mtume akamwambia unafitinisha Muadh, wakati kuswalisha swala ndefu ni katika sunna zake mtume. Sasa ni kweli, lakini pia sunna hiyo itabaki ikiwa imam anaswalisha watu, ima anaswali peke yake, imetokea bahati na hapo hatoitwa imam. Ikiwa mtu anaswali peke yake, au imam, watu wa fiqh wanamuita imamu mahsurina radhu bitatwili. Imamu mahsur ni imam anaswalisha watu ambao
amewa control mazingira yao. Kwa mfano, sisi tumetoka hapa tumeenda camp Bamba Beach kule. Mji Mwema. Tumeamua tuna camp ya siku 5. Ndio. Tuko pale, tunakula pale, tunakunywa pale, tunaswali pale, tunalala pale. Hakuna mtu anayekwambia naenda mazikoni, naenda kutizama mgonjwa, naenda uza dagaa langu. Sote tuko kwa ajili ile. Imamu huyu anaitwa imamu mahsurina. Imamu wa watu waliodhibitiwa, yani anawajua kwamba hamna mtu mpita njia hapa. Na hema lenu, kempi yenu, mko ufukweni kule, hamna mpita njia useme labda huyu kasimamisha gari lake mara moja, anaenda kuangalia mgonjwa, anaona aswali mara moja hapa kisha aendelee. Imamu aina hii anaweza kuswalisha akarifusha atakavyo. Lakini akiwa mtu anaswalisha jamaa ya watu sio aina hii, msikiti ambao tunaita matruq, unapitwa na watu wenye mazingira mbalimbali ambao wewe imamu si lazima uwajue, na mara nyingi inakuwa huwajui. Huu unatakiwa uende na hali ya kati na kati. Usikatize tu kila rakaa qul Allahu ahad au inna atainaka, na wala usirefushe. Kwa hivyo alipomwambia pale inaposuniwa kurefusha, kusoma Qur'ani kwa wingi, ni katika misikiti ambayo tunaweza kuwadhibiti watu wake. Mtaani kwetu pengine mtu mwenyewe angeweza kuswali nyumbani kwake akakimbilia mgonjwa wake, kaamua mwenyewe. Tena unamuona kabisa yule mtu anavaa suti maisha, lakini kaingia pale na msuli kuonesha kwamba amejimwaga kabisa, hana wasiwasi wala papara. Kwa hivyo alipomkemea alizingatia mbele ya watu ambao usiwafahamu. Hiyo ni fitna kubwa. Watu wanaweza akaamua kujiswalia majumbani kwa kukimbia imamu tu, tabia zake anarefusha sana. Kumbe maskini wewe ulifanya siku hiyo tu. Kwa hivyo alipotaja ni sunna kusoma Qur'ani kama ilivyo katika sala ya subhi, msikiti ya kawaida ni Qur'ani ya subhi inatakiwa parefushwe, si kama inavyokuwa katika sala nyingine. Kwa hivyo ilipoonekana jambo baya, kuna kilichozingatiwa, kipaumbele kilizingatiwa kwamba hapa si mahala pa kufanya hivyo. Na Mtume Mwenyezi Mungu amesema katika baadhi ya hadithi zake kwamba huwa naanza swala na hirimia nikiwa na azma ya kurefusha, lakini nasikia nyuma yangu sauti za watoto wadogo walioletwa msikitini na mama zao, pengine wamebebwa, kitoto kinalia au kimeshushwa pale kinacheza cheza. Kuna baadhi ya maeneo umetokea udhaifu wa Waislamu wa eneo husika. Waislamu walikuwa pamoja pale wakakaa wanaswali, baadaye ikatokea mtu tu akaongea, jamani, hii kunuti haikuthibiti katika swala asubuhi. Hii haikuthibiti. Haikuthibiti. Mbona mimi nimeikuta bwana? Mbona imo hata katika babu imeelezwa imo? Imethibiti bwana. Hawa haikuthibiti, hawa imethibiti. Waislamu hawa walikuwa wanaswali pamoja. Sasa baada ya kuwa hapa kunutiwi au pana kunutiwa, pametengeneza watu makundi haya mawili. Baya zaidi, kundi moja linaona maadamu nyinyi mna kunuti na sisi tunasema haikunutiwi, au maadamu nyinyi hamkunuti wakati sisi tunasema ikunutiwe, tunakwenda jenga msikiti wetu. Ndio maana unakuta kuna misikiti na majina, msikiti wa maboksi, msikiti wa mabati. Yani ule wa kwanza ambao walishare watu wote hawa wawili, makundi yote mawili, haujakamilika kutokana na uwezo mdogo. Sasa matokeo yake wanaanza hawa wakaanze msikiti mwingine, lazima uwe wa maboksi, ni kupoteza nguvu bure. Na zaidi ya hayo, wanavyuoni wakale, kwa hiyo uliosema khitma, hawakuwa na mjadala kwamba bid'a au si bid'a. Mjadala wao, je, Qur'ani ninayosoma mimi inamfikia huyu maiti au haimfikii? Ndio. Mimi nishasoma, naamini kabisa kila herufi moja thawabu ngapi? 10. Ndio. Sasa hizi nikifanya transaction nikisema ya Rabbi mpe fulani, hizi zitakwenda au zitabaki kwenye akaunti yangu? Hiyo ndio khilafi ya wanavyuoni. Wale ikhtilafiana hivyo, huku wakiwa wanapendana kwa ajili ya Allah, huku wakiwa wanaswali pamoja, huku wakiwa wanaombeana rehema kwa anayetangulia mbele za haki. Hakukuwa na mgawanyiko, mjadala, magomvi na wala majina, wale si makhurafi, wale mawahabi, wale kadha, wale kadha. Maneno haya yamesemwa na wanavyuoni. Huyo mnakusikia mawahabi kwa istilahi za kwetu ni wasomi wanaoonekana wana fikra za Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Wahhab kazaliwa juzi hapa.
Ukichukulia haya, hajazaliwa Muhammad Wahabi, wala baba yake mzazi, wala babu alimzaa babu yake, wala baba alimzaa baba wa babu yake. Nyuma kabisa huko yashasemwa haya. Lakini wala haikuwa ugomvi wala shari wala kutukanana watu, kwa sababu watu hao walikuwa ni kwa ajili ya Allah. Walikuwa kwa ajili ya nani? Ya Allah. Wanatumia lugha ile kwa sababu watu mkitofautiana kiilmu katika kufahamu majambo, hakui na ugomvi. Mnaongea kirafiki, mnaongea kiudugu kabisa, kama ilivyokuwa ugomvi wa yule mwenye naja 99 anataka naja wa mtu huyu mmoja. Alisemaje? Alivyoenda eneo ambalo anaamini hapa atasikilizwa, atapatikana maamuzi, alisema inna hadha akhi lahu 9 wa ish ana 99 naja wali najatun wahida, mimi na mmoja tu. Hata hivyo bado na yeye anataka awe upande wake. Lakini ungekuwa wewe, kwa kuwa ikhlasi haipo, na ndio hiyo niseme wazi bila kujingata kwamba tunachosumbuka sisi hatuna ikhlasi. Hatupendani kwa ajili ya Allah. Kila mmoja anajua huyu akistawi, akikubalika, mimi ulaji wangu umekaa upande. Huyu nikimbananga, akipoteza thamani katika mujtamaa, mimi itakuwa ndio. Lakini kama ingekuwa shida, tunapambania kuelimisha watu waelewe. Watu wanaojenga banda moja hawagombei fito hata siku moja. Hata siku moja. Sasa hayo unayoyaona watu wanagombea siji hitma, kwanza ile hitma hawahitimishi watu. Na ile yenyewe waliotaja 40 kuwa haifai ni wanavyoni wengine, sio hawa. Nakutajia sio hawa kwa sababu hawa waliosema hivyo mashekhe wote tulionao katika nchi yetu wote. Mimi sio shekhe, ni talibu ilmu, lakini nakwambia ukweli kwa sababu umri utanisuta. Hakuna shekhe hata mmoja atakayekuambia kwamba wanavyoni wa Kishafi hakuna walioikataa 40. Wapo. Ukirejea hata ile i'anatu talibin, i'anatu at-talibin, hashia ya Fathul Muin, na Fathul Muin yenyewe ni sharhi ya Qurrat al-Ain bimuhimmati ad-dini ya Sheikh Malibari. Kaweka matini ndogo, kaja na sharhi, ikaandikwa na mwingine hii hashia. Kwenye hashia inataja kabisa miongoni mwa vitu visivyotakiwa 40. Na ni kitabu cha Kishafii. Kabla hao kina Muhammad Wahabi hawajazaliwa. Ndio. Lakini hakuna shekhe atakayekosoa yale yaliyokuta kwenye kitabu. Anaweza tu akamshambulia anayeyatumia yale yaliyo katika kitabu na atayabadili jina. Ndio maana mimi huwa nasema mara nyingi hawa mashekhe zetu, oneabuji gombe ogopa. Ni lugha ya Kihindi hiyo. Muhindi anaamini watoto wale likipita kundi la ng'ombe hapa wanakimbia na mapembe yao, wale ng'ombe wakipita hakuna mtoto mdogo anawachezea wale. Lakini vikipita vibuza wale wanawapiga piga, nyinyi msiwapige hao. Sasa ndio Muhindi asema oneabuji gombe ogopa. Sasa hakuna mtu atakayeiponda i'anatu talibina. Ila sasa wewe kama yale uliyokuta pale ukiyasema utatajwa wewe, sababu Twaha saizi yetu sisi, Abubakari saizi yetu. Na jamii wanaiaminisha kwamba yale umekuja nayo wewe au kaja nayo Muhammad Wahabi, wakati hakuna mtu atakayenukuu mahala Muhammad Wahabi ana maneno kama hayo. Sasa kwa kweli hilo ni gonjwa linatokana na kutokuwa na ikhlasi. Tukirudi kwenye nukta ya kipaumbele, si kipaumbele watu kuongelea mambo hayo. Si kipaumbele watu kuongelea mambo hayo. Kwa sababu gani? Sio kwamba hayana umuhimu kusemwa, lakini tuna mambo mengine ahamu. Ni kweli hivi leo tunaongea, nenda msikiti wowote swala ya adhuhuri, kama ungekuwa wewe huswali, unaangalia watu namna wanavyohirimia sala zao, namna wanavyorukui, namna wanavyoitadili, namna wanavyoporomoka kwenda kusujudi, namna wanavyoekti sala mpaka mwisho, ungekuta msikiti wanaoswali watu 100, watu 80 kila mtu ana staili yake. Na sio kwa ulemavu. Kwa sababu swala zenyewe hazikunukuliwa katika elimu.
Mtu anasujudu kuta miguu mwingine kaipachika kama vile semitela inaenda empty, yale matairi ya nyuma, yale mwingine utakuta na tinga tu, hayana pa kazi ya kufanya. Tuelekezane. Kitachowasumbua watu wakwambia, nimeona watu wengine wanafunga kifuani wakitoka itidali, na wengine wanafunga hivi, wengine wanaachia. Mimi nilimuuliza imamu wangu mmoja, nikamwambia na mimi ninachokuonya, fanya kama mimi sipendi sana kubishana na mtu, na unaweza kuelewa hivyo Sheikh Bakari. Mimi sijashiriki na siko tayari. Nikikuona unanipeleka huko, najua wewe unanipeleka mahala pa kipumbavu, unataka kuniharibia mambo. Siko tayari. Nikiona wewe unafanya jambo haliko sawa, nitajitahidi kutafuta kukufikia, nikwambie bwana, nimeona unafanya kitu fulani, mbona anaona kama hakiko sawa kwa namna hivi. Kama umepatia wewe utaniambia hivyo ulivyoelewa sivyo, kiko hivi. Hukupatia, nimepatia mimi, basi utajua namna kujirekebisha. Lakini sio nipande jukwani nikwambie hivi na vile hapana. Mimi dawa nimefundishwa na miko yake. Hiyo kujua udhu na nini nimefundishwa. Na miongoni mwa maadili tuliyofundishwa si hayako hivyo. Mimi nikijiingiza katika kundi la wanaobishana, tayari nimejifungia mlango wa elimu, nitakuwa sina mtu wa kunifundisha. Mimi nataka kama kweli Abubakari ndugu yangu una kitu unakielewa vizuri, mimi unielekeze niweze kunufaika. Sasa mashekhe zetu wanaopambana, ukweli ulivyo, mimi na kila sababu za kuwaona hawapambani kwa ajili ya Allah. Hawapambani kwa sababu mtu mwingine andika kitabu aseme jambo la mtu yuko chumba cha pili au mtaa wa pili. Ndio. Unashona nini kuna kumwambia hivi mpaka ujipange, ukusanye maraji kwa manufaa ya watu? Mbona hayo umeyakuta vitabuni? Kwa sababu yote haya mimi nilifanya kipindi makusudi na kuambia hivyo. Yote haya yanayopigizana kelele, mashekhe wanopapurana, wanoshambuliana, kitu fulani ndicho, kitu fulani bidaa, kitu fulani sicho, wallahi utayakuta wanavyoni wa Kishafi pia wanasema hivyo wanaosema hao wanaoambiwa wanatoka mahala fulani. Mambo yote hata hiyo miandamo wanopambana nayo, si upo haupo, mwandamo kwa wapi, wako wanavyoni wa Kishafi wazi wanasema mwezi ukiandama ndio wote, na wako wengine wanasema hapana, kila mtu angalie mwandamo wa sehemu yake. Zote pande mbili zipo, hakuna sababu watu wakachukua muda wote huo, watu hawajui hata udhu wao vizuri. Mimi nimeona hawajui, na mfano hai nayokupa, angalia watu wanaoswali kwenye viti misikitini mwetu kwa kisingizio cha kwamba hawawezi kurukui na hawawezi kusujudu, sio kusimama, wanatembea. Wanatembea kwa miguu, na ikiwa mahala wanavuka barabara gari ziko karibu na kukimbia, wanakimbia wawahi kupita. Lakini akifika msikitini kweli ana tatizo la kurukui. Lakini je, fiqh ndio inavyosema mtu ikiwa ana tatizo la kurukui, basi hata hiyo qiyamu ambaye anaiweza nayo pia asiweze kusimama? Hapana. Asimame. Akifika kwenye kile ambacho ana tatizo nacho, ndio hapo sasa atatumia ofa yake ya kufanya vile anavyoweza. Kwa hivyo shida hii ndugu yangu ni donda ndugu. Mimi binafsi naomba Mwenyezi Mungu hili donda liwe na dawa. Watu tumuogope Mwenyezi Mungu na tutangulize vipaumbele. Bahati mbaya nyingine, hao tunawaambia misikitini ni hawamu nas, wala sio talabatul ilmi. Mimi ukiniambia bwana hiyo hadithi maudhu'u, si munkari, mtu wa msikiti wa kawaida kama si talibu ilmi anajua nini maana munkar, nini maana maudhu'u. Tuwaelimishe watu neno kwa neno wafahamu, tuwaelekeze watu neno kwa neno wafahamu. Na ikitokea talibu ilmi mwenzako, shekhe mwenzako, una hakika kabisa anasema au anatenda ambalo haliko sawa, fanya mawasiliano naye umuelekeze. Akisikia fabiha wa ni'ma, amekuwa mkaidi, faqad ballaghta risala wa addaita al-amana. Sawa Sheikh. Kwa sababu wa muda unataka kutupigia kumbo Sheikh, madhara yake ikiwa itakosekana hii fiqhul awlawiyat katika jamii, katika dini yetu, madhara yake ni yapi Sheikh? Sheikh, madhara yake ni makubwa. Tena makubwa sana. Mimi nina ushuhuda na ushahidi mkubwa wa madhara. Nitakutajia mifano kama mitatu, alafu wewe uone yapo madhara hayapo. Nimetembea kijiji kimoja kwenye wilaya ya Mkuranga. Pale mimi alifariki mamangu mkubwa, pale ndo
alipokuwa anaishi. Kwa mama mkubwa alipougua sana, niliomba nimuuguze mimi, nikapata bahati ya kumuuguza kwa miaka 4, halafu akafariki. Wale watoto wake wa kuzaa huko kijiji kingine walifanya mkusanyiko wa pamoja, wafanye dua ya pamoja kumwombea yule mama. Mimi nilienda na sikujua kuna nini. Nilipokwenda nikakuta umma mkubwa, walichinjwa mbuzi 7 na ng'ombe 1. Usiulize kulikuwa na gunia ngapi za mchele. Ni mbuzi 7. Wanasema walikumbukia, wanaungia na ibada na ni shughuli ya hakika. Kuna watoto wao walikufa miaka ya nyuma huko, hakuwahi kufanywa hakika. Mmoja alifariki akiwa amemaliza darasa la 7, na mmoja alifariki siji akiwa ameshawahi kuolewa, lakini utotoni mwao wote hao hawakufanywa hakika. Wakawepo mbuzi 7 na ng'ombe 1. Sasa mahali penye scenario yenyewe pale, mahala penye hadhara ile, pana msikiti. Huo msikiti mabati yote yamechakaa, ikinyesha mvua umo ndani ya msikiti huo, wallahi salama yako utoke nje, angalau chini ya mwembe utakuwa una nusra. Yale majani yalivyopandana yanaweza yakakuhifadhi usilowane. Mabati yenyewe nimehesabu mimi kwa msikiti wote mzima wote una mapaa sehemu 4, huku paa kubwa na kubwa, hapa dogo na dogo, wote ikizidi mabati 20 ya futi 8 urefu. Watu hao ndio wenye msikiti huo. Lakini fedha wamenunua mbuzi 7 na ng'ombe 1, na ataliwa kwa wali sikuweza kujua gunia ngapi. Sasa tujalie ingekuwa kweli ni sunna kufanya hiyo 40. Hivi 40 hiyo ni muhimu kuliko ule msikiti tena usali wa Ijumaa wanavodai kuliko huo msikiti? Hapana. Lakini kulikuwa na mwalimu pale kashindwa kufundisha kwa sababu hapati hata kila mwezi angalau kupelekewa kilo ya sukari au kilo ya unga. Sasa kweli watu hao wanaotumia pesa kwa namna hiyo, fedha nyingi tu. Mimi sitaki kusema wametumia kwenye upuzi, kwenye mambo kama hayo, lakini kweli hayo yanaweza kuwa kipaumbele kuliko kuimarisha msikiti? Hapana. Yanaweza kweli kuwa kipaumbele kuliko kuimarisha, kumakinisha mwalimu wa madrasa akawafundisha watoto Qur'ani, akawafundisha sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha kujua ibada zao, watu wazima wakajua namna gani anavyoandaliwa maiti na kadhalika na kadhalika. Sasa hayo kila level utakuta pale pana shughuli kadha. Hizi za kimiji ndio usiseme. Unakuta shughuli za kushiriki magari hata 80. Unaweza kukuta shughuli maandalizi yake pengine ukifanya mahesabu unaweza kuambiwa milioni 20-30, lakini eneo hilo yuko mwalimu wa madrasa amevaa nguo ya ndani, ameleta na shuka na kanzu, lakini ngozi bado inaonekana ya ndani. Madhara yake ni makubwa. Lakini baya zaidi sasa, Allahu aalam, sijui wanaofanya hizi shughuli wana maslahi gani binafsi. Zina mvuto mkubwa kuliko zile za dini. Mwalimu wa madrasa hata kama atapewa barua ya utambulisho kutoka mabaraza yetu makuu haya, jamani huyo kijana wa madrasa anajenga madrasa, asaidiwe, achangiwe, pengine ukapata tasikia kutoka hata kwenye vyombo vyetu vya dini hapa vinavyotambulika kisheria, ukapata barua ili utafute michango, lakini huo mkaratasi uliopewa wa kuchangisha utachakaa, utashindwa hata kusomeka, lakini pengine hata 200-300 utakuwa hujafikia. Lakini jamii hiyo waambie jamani, sisi tumeamua tutakuwa na shughuli mwezi ujao. Kwenye shughuli wanazotaka wao, tutakuwa na shughuli mwezi ujao hapa. Kila mzazi anatakiwa achangie 50,000. Shughuli taifanya hapa madrasa. Wallahi zitachangwa. Kwa nini? Sababu watu washaaminishwa kwamba zile ni shughuli za maana sana kupita maelezo. Sasa mimi sitakusema hazina maana, lakini kiri kwamba hazina maana sana kuliko hayo yanayoachwa. Sawa Sheikh. Ni jambo zito na ni athari kubwa ambayo inaonekana. Kubwa. Sisi tuna pesa nyingi sana lakini tunazitumia ovyo. Ovyo sana. Kwa sababu hizo shughuli zinazofanywa vijijini tunaona, wewe fikiria.
kijiji ambacho pangine kina wana vijiji 1600-700 kwa mwezi, inatokea mara nyingi kwa mwezi, kijiji kile kile, manake sio nyumba hiyo hiyo, kijiji kile kile inatokea, wala sio magonjwa ya milipuko ya kawaida. Kuna baadhi ya vijiji kwa mwezi pengine kijiji kile wanaweza wakafa watu 2 au 3 kwa nyakati tofauti. Sasa jalia kila mtu aliyefiwa sadaka, akatengeneza sadaka kwa ajili ya maiti wake, bajeti yake iwe ndio hiyo hiyo. Anafanya kazi zote kwamba tupate gunia moja la mchele, tupate ng'ombe mmoja, tupate mihalila isomwe vichwa 6, vichwa 7, matayasara isomwe kadhaa. Akafanya mahesabu, akapata pengine milioni 2-3. Ndio. Pesa hizo ingekuwa kila panapotokea msiba zinaelekezwa kwenye miradi ya dini, ule msikiti pale, ile madrasa pale, kama pana zawia, ile zawia pale. Hivi singejengeka mpaka tuombe Uturuki, Uarabuni? Ingejengeka sha. Ingejengeka. Ndio. Zingejengeka. Kwanza zingekuwa sadaka kweli, hatuna mashaka nayo, sababu hakuna mtu hakuna qila kwa sadaka jaria. Inabaki tu kabuli kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna mwanachuoni ambaye ana khilafu kuwa sadaka jaria ni mashrua. Hakuna. Hasa ingekuwa kila mtu qalla am kathura, ana kingi au kidogo, lakini akaamua jamani, ule mradi unaoenda, maana tayari inakuwa pale mshapopozo kwamba mnataka kuwe na madrasa na nyumba nzuri ya mwalimu, pawe na msikiti na nyumba nzuri ya imamu, hata kama imamu pale lakini awe pale, kiasi kwamba hata tukimtaka mwingine tunapo pa kumweka. Sasa ule mradi upo, unalishwa na wale, kila mwenye sadaka yake aje hapa. Kama sadaka yenyewe shida yenu nyinyi asomewe, kwani waumini msikiti hawajui kusoma Qur'ani? Unajua, si sadaka yetu tuliweka hii, tulipanga kusoma hitima, ng'ombe mmoja, gunia 3 za mchele, toto amaunti imekuja kiasi kadhaa. Hizi hapa hizi, msomeeni mwenzenu, wale watasoma Qur'ani na hata kisenti 5, na ile itaingia kwenye mfuko, itafanya mambo yetu sawa sawa. Lakini tunafeli kwenye yote hayo. Wakuta maendeleo humu mijini. Mijini humo yamekaa kimchongo, lakini humo nje ya miji mambo mabaya, kwa sababu sio Waislamu mle hawana pesa kabisa, lakini wameelekezwa, wameaminishwa mengine kwamba haya ndio kipaumbele. Sawa Sheikh, nikurudishe nyuma kwa sababu tunaendelea kufunga hapa. Kuna vitu ambavyo mtu akiviangalia kwa jicho la ndani zaidi, hasa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anahamia kutoka Maka kwenda Madina. Alipofika Madina, Mtume kuna vitu ambavyo alifanya vya kwanza. Unasikia sijui aliunganisha Aus na Khazraj, unasikia alijenga msikiti. Yani ndo katika mambo ya kwanza kabisa ambayo aliweza kuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi nataka unipitishe, yani kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua bana, kipaumbele changu cha kwanza nitaunganisha hawa, nitajenga msikiti, yale mambo ya kwanza. Moja kwa moja haikuwa masala ya jihadi, moja kwa moja haikuwa masala sasa tuwasomeshe watu sijui nini. Alijenga msikiti na akaunganisha hawa maswahaba ambao walikuwa kwa na mizozo. Hivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio roho ya Uislamu. Mahala popote kama hakuna vitu hivyo au vipo lakini si imara, Uislamu hautaonekana hapo. Mfano, misikiti humu imo, lakini je, misikiti hiyo inatimiza ujumbe wake? Kwa sababu kuna risalatul masjid. Msikiti sio kuwepo jengo tu. Huo msikiti, kwa sababu msikiti wa Mtume ilikuwa ndio kila kitu. Ukisikia watu wamehukumiwa, wamesikilizwa mashauri yao, ilikuwa ni msikitini. Ndio. Watu wamepatanishwa, walikuwa haelewani, msikitini. Maadui wamejitokeza, mipango ya kukabiliana nao iliratibiwa msikitini. Mtu gani si alikuwa hivi hajaonekana? Yule mfagizi wa msikiti tu siku moja mbili hajamuona, yuko wapi huyu? Amefariki, yuko wapi? Mmemzika hamkunambia? Sitaki kusema wao waliona hata huyu basi tumhangaishe Mtume. Lakini nataka kusema kwamba namna ulivyokuwa msikiti, mtu siku moja hajaonekana, wanamtafuta. Sisi kuna watu pengine mtu kakamatwa, kaweka kizuizini, huenda pengine wala kwa kuonewa tu, lakini watu hata hawaelewi kama kuna kitu gani kinaendelea. Ni kama vile unavyoona wale nyumbu wanavyofanyiwa kule. Akikamatwa mwenzao wao wanaongeza mbio tu. Hivi nyumbu 20
wanaweza kushindwa kumuokoa mwenzao aliofanywa na simba mmoja. Lakini tayari wana nidhamu ya kutoshirikiana. Alitanguliza hivyo. Msikiti kwanza ndio kituo kikuu jumuishi kwa ajili ya Waislamu. Watawaidhiwa pale, shughuli zao zitaratibiwa pale. Hata yule lofa alokuja kuomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye huna kitu cha kusaidia, huna mtaji, ukawa mjasiriamali, ukajiondoa katika kundi la omba, unasema sina kitu, ila nina kitu fulani tu, kuna kijitambara cha nguo kwa nyumbani mwangu, kalete. Akaletewa kama waliul amri, akawa na mamlaka ya kufanya anavyofanya. Akasema, nani man ya'khudhu hadha bidirhamaini, nani atanunua hichi kwa dirham 2? Akatokea mmoja wa dirham 1 hakupewa, wa dirham 2 akapewa. Alipopewa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, chukua hii dirham 1, nunua chakula, peleka nyumbani kwako, na hii dirham 1 nenda kwa fundi mfua vyuma, kanunua shoka. Akanunua shoka, akalileta pale. Mtume Mwenyezi Mungu akachukua jiti, akaingiza kama mpini, akamwambia, nenda vichakani humo. Na kuna watu wanasema aliharibu mazingira. Hakumwambia kakate miti, chukua hili kakate kuni. Kuna tofauti baina ya kuni na miti. Miti ni ile ambayo bado iko hai, ina majani yake, ina mizizi yake mibichi, inaweza kuchipua. Yeye alimwambia akafanya ihtitabi, kutafuta kuni, yani miti mikavu. Miti mikavu kuondoa pale ilipo ndio kutunza mazingira, sio kuiacha ikiwepo. Kwa hivyo Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa ni mwana mazingira. Sasa mahalu shahidi, alimwambia sasa hayo yote yameratibiwa wapi? Msikitini. Yule mtu aliyekuja akajisaidia pale kutokana na tamaduni zake za huko alikotoka, ameona ni kitu cha kawaida. Kipaumbele cha watu waliona huyu asiharibu msikiti huu, akakojoa. Walitaka kumtandika, wamuumize. Mtume Mwenyezi Mungu akaona hili kipaumbele cha adhurike mtu hapa. Ukiuliza nini? Amekojoa msikitini. Bado mkojonyea atausambaza hapa, wala hatutaweza kujua, labda tupige deki msikiti wote. Aliwakataza. Kipaumbele pale ni kumwacha akojoe mpaka amalize pale msikitini. Sasa alianza na hivi. Ndivyo roho ya Uislamu. Pakishakuwa na eneo la kuratibu mambo yao Waislamu, halafu Waislamu hao uliwakuta hawaelewani, na hii ni sumu ya maendeleo yote duniani. Watu ukikuta hawana umoja, sio upamoja. Waislamu wa Tanzania wengi tuna upamoja, sio umoja. Umoja. Watahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Sasa penye umoja ndipo kila kitu kinafanikiwa, sio upamoja. Na kariri hilo, penye umoja Waislamu ndio wanaweza kufanya kila jambo likawa. Pasipo na umoja, hata kama watakuwa na rasilimali nyingi kiasi gani, hao watu watakuwa wanadorora, bali adui yao atapumzika, atawaacha wenyewe kwa wenyewe wamalizane. Sawa Sheikh. Kumalizia Sheikh Tahbani, nataka wewe sasa ukipewa nafasi wewe kama Sheikh Tahbani utoe vipaumbele vya jamii ya Waislamu wa Tanzania, ungetoa vipaumbele gani? Mimi ningesema kwanza kipaumbele namba 1. Kila anajiona ana dhima ya kuongoza Waislamu katika Uislamu huu, ima mwalimu wa madrasa, ima shekhi mwenye darasa, ima shekhi wa mtaa, ima shekhi wa wilaya, wa mkoa, mpaka ngazi ya juu, akijiona kwanza kabisa tuwe na ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu. Tuwe na ikhlasi, kila mmoja ajue kwamba hiyo nafasi alionayo ni mtihani amepewa na Mwenyezi Mungu. Nyadhifa hizi kwetu sisi katika Uislamu taklifun la tashrifu. Ni jukumu, ni dhima. Mtu aina hii mimi nataka kila siku amwombe Mwenyezi Mungu amsaidie kuyamudu hayo majukumu alionayo ambaye ni mazito na makubwa. Lakini pili, ajue kwamba kwa majukumu hayo alionayo ataulizwa siku ya Kiyama. Maswali ya huyu tofauti kabisa na yangu mimi. Mimi itakuwa yangu mwenyewe, marabuka wa maimamu kama kiblatuka, lakini yeye ana maswali mengine kuona jamii kaipelekaje. Lakini ajue kwamba ana dhima ya kuhakikisha watu wanakuwa wamoja. Na umoja katika Uislamu ni ule umoja ambao unaruhusu kuwepo tofauti bila watu kugombana. Hakuna umoja usiokuwa na tofauti duniani. Haukuwepo
na hautokuwepo. Sawa sawa. Masahaba walitofautiana, na ndio maana hata Mwenyezi Mungu sheria zake katofautisha. Kuna baadhi ya watu walikuwa hawana sheria za kusafisha nguo kwa maji, kama basi pembe inajisika mahala unakata athari ile, panabaki na tobo la wazi. Wako watu kama hao. Lakini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi ta'ala alayhim walitofautiana. Mtakumbuka kadhia ya vita Badri. Tulipata mateka wengi, si ndio? Ndio. Lakini mateka wengi baada ya kuwapata kulikuwa na shura. Na shura, tufanye nini kuhusu mateka wa Badri? Abubakari na wafuasi wake alikuwa na msimamo. Umar na wafuasi wake alikuwa na msimamo. Msimamo ilikuwa aina moja tofauti. Qur'ani imekuja kumsapoti nani? Umar. Sasa kwa maana hiyo tofauti zilikuwa kutoka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa mahasimu wale watu? Hapana. Walipatikana majina ya kukerana ya kuudhiana? Hapana. Haikuwa hivyo. Kila mmoja alimvumilia mwenziwe kwa kadiri ya uelewa wake. Leo imefikia mahali, mimi kitu kinachoniuma nikwambie, unapokuja sema wanaosema khitma haifai, hao washenzi, hao kadha. Matusi sio matusi? Matusi. Wale wao kusema hivyo nkina nani? Ndio hawa waliosoma juzi nchi za Kiarabu? Hapana. Imesemwa na aima. Asa unawatukana hao. Ingawaje wewe kwa akili yako unadhani unatukana hawa, kumbe waliosema hivyo ni hao huko. Na hii katika kila masaa. Kila mwanachuoni wa nchi hii anajua haya masala yanayosumbua watu, sijui hitima inafaa haifai, wanajua wazi kwamba yalikushasemwa zamani na wanavyuoni wa Kiislamu, na wala sio hao kina Muhammad Abdul Wahabi. Hawajazaliwa kabisa. Kila mwanachuoni wa Tanzania hilo analijua. Na wala sio wa kwanza hawa vijana waliokwenda kusoma nje ya nchi. Ndio. Kwa hivyo kuwa wanasema watu inamfikia maiti, Qur'ani kisoma mtu mwingine thawabu zinamfikia au hazimfikii, mielekeo miwili hii si mipya, ilikuwepo tokea. Na waliosema sio hawa wanaiga tu, wanakariri kilichosemwa. Sasa kama tukisema tutukane moja ya makundi mawili haya, tunatukana wanavyuoni wetu ajila, ambao ilikuwa jitihada zao zilizowagawanya zilikuwa ni kwa ajili ya Allah. Sasa watu watukana, alal aqali unamtukana mtu lahu ajru. Alal aqali, sababu in asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun. Hiyo moja. Kwa hiyo kwanza mimi wito wangu kwamba kila mwenye dhima kwa nafasi yake, hata ukiwa wewe ni mwalimu wa kalla dhalla alla, basi tuwe na ikhlasi kwa ajili ya Allah. Isitusumbue sana hii kuwa tunasifiwa, tunapigiwa makofi, tunashangiliwa, tunainukiwa. Ukifika mahala waache watu wainukie, wanakuheshimu, lakini jitahidi sana heshima hii izae matunda. Wewe mwalimu hapo ulipo, mtaani kwako, eneo lako la nafasi. Lakini la pili, tujue kwamba hii kuwa na maarifa aliyokupa Mungu, wako watu wengi walisoma, lakini Mwenyezi Mungu hakuwafungua kama alivyokufungulia wewe. Sasa sio ujanja wako, ni mtihani Mwenyezi Mungu amekupa kuwa na ilmu ili utazamwe utafanya nini katika hilo. Lakini kubwa zaidi, tukishajua hizi khilafu hizi si za kuwagombanisha watu, tuna kila sababu kuwa na umoja. Na umoja ndio sema mimi sio kujisajili. Mimi binafsi na taasisi ambayo inanihusu kama kiongozi haya. Sisemi kwamba lazima haya ijiunge na nani na nani. Sisi wenyewe kama viongozi tuwe watu tunaoheshimiana. Ndio. Tunautambuana. Tunaweza kushirikiana pale inapobidi. Tunaweza kusaidiana. Na shukuru na nisamke hili. Nilienda mkoa wa Kagera, nikakuta kuna ushirikiano wa Kiislamu unaovutia. Allahu. Mimi nilialikwa kwenye semina ya vijana wale wa Jasuta. Jamaati Ansari Sunna wale. Ndio. Nikakuta wananionyesha masharia zao, miradi bana, hili ni zahanati yetu na hivi na hivi, kiwanja hichi na hiki. Iki hapa, kile kule sio chetu. Kile cha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ila tu wakati vinagawiwa hakuwepo, tuliwazuilia sisi kiwanja, tumewakabidhi wenyewe wanakiendeleza. Na nilimzuru hata Sheikh wa mkoa. Allahu Akbar. Nikakuta lugha ndio kama hiyo, urafiki wa hali ya juu. Nikasema sasa, mpaka nikawaambia, nyinyi Ansari Sunna, kwa nini makao makuu yenu isingekuwa ni huku Bukoba? Na hata baraza pia lisingekuwa huku. Kuna watu kwa kweli wana ustahimilivu si wa kawaida. Wanahurumiana, wanashirikiana. Lakini kwetu sisi
utaona ile chuki, mtu anakutamani ufilie mbali, anatamani uchanike, yani kila baya anakufikiria. Sasa haya mambo tuyaache. Sasa Uislamu huu umeanza na walioanza, sisemi manabii hapa kwetu, walikuweko mashehe wa mashehe zetu wameondoka. Walikuwepo hao mashehe zetu wameondoka, na sisi ndio tunaondoka, tunaitwa mashehe sasa hivi. Sasa tukiacha Uislamu katika hali kama hii, wallahi maswali yatakuwa mazito. Subhanallah. Maswali hayo hayatajibika kwa kutanabahishwa na msoma talqini, kwa sababu hayo ni mengine kabisa, sio yale. Kwa hivyo tumuogope Mwenyezi Mungu, tujue kwamba Uislamu ni dini ya Allah, tunahitaji kuisimamia vizuri, kila mmoja kwa kadiri ya Allah alivyomwafikisha. Shukran sana Sheikh. Leo mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Mafahim, na leo tulikuwa tunazungumzia fiqhul awlawiyat, na Sheikh ameielezea kwa undani kabisa namna gani sisi tunaweza tukaweka vipaumbele na namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoweka vipaumbele na maswahaba, na mifano ya hai ambao Sheikh ameweza kuzungumza. Kwa hivyo wakati wote, na Sheikh amesema hapa, la kwanza kabisa na la msingi, ili hivi vipaumbele viwe sawa, basi lazima tuwe na ikhlas. Ikhlas ni jambo la msingi, ili sisi mambo yetu tuyaweke yawe sawa sawa. Na vile vile akazungumza pia hapa Sheikh ya kwamba huwezi kuwa na fiqhul awlawiyat ikiwa jambo ambalo unatakulifanya hulifikiri mwisho wake wewe ukikurupuka. Huwezi kuwa na fiqhul awlawiyat mpaka uwe ni mtu mwenye kutafakari, mwenye kuwaza na mwenye kupambanua mambo, ndio ambao utakuwa na uwezo wa kuwa na hii fiqhul awlawiyat. Tukutane katika kipindi kinachokuja. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya AAD+. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika.